Mambo ni mazito kwenye studio yenu na kipindi chake hakuna kulala. Swahili Talk Radio na kipindi chake hakuna kulala. Wasikilizaji wapenzi, tunawasalimu sana tena sana. Kwa sababu tumemaliza wote pamoja juma mzima sisi wote. Yani Mungu mwenyewe katujalia tunapata tena neema ya kumaliza week together. Yani hata tumrudishie muumbaji wetu wa mbingu na dunia riziki zake. Leo kwenye studio tuliwaambia kama tutakuwa kali sana, tutaongea mambo mazito sana. By the way, in the studio now, kwenye microphone mko na Eve Ismail, mtoto Mswahili wenu wa kila Friday, na tuliwaletea leo surprise. Tuna msanii mkubwa sana wa hapa Europe, ni mfanyakazi sana kwa mambo fulani, ni mwanamuziki, ni mchezaji pia wa mafilamu. Tuko naye leo kwenye studio, yani leo tutafanya naye kazi pamoja. Amejiita mwenyewe kwa jina lake Mfalme Joba Flow, mtoto wa Mungu. Donc by the way, Mfalme mtoto wa Mungu, vipi baba? Poa kaka. Shukrani sana, tumekukaribisha leo kwenye studio yetu ya Swahili Talk Radio na kipindi chake hakuna kulala. Shukrani sana. Hii mtoto wa Mswahili sinjo? Huyo ni Eve. Alafu tunashukuru sana tena watoto wa Mungu, salamu sana. Unajua ilikuwa ni siku mingi kwa niliwamisi, epi kumbukeni na wapenda sana. So leo nafurahi tena sana donc kuona niko hapa na tuko pamoja na ninyi leo donc sambamba kwa. Shukrani sana Mfalme mtoto wa Mungu. Tunashukuru sana kupokea kwenye studio yetu, lakini tunajua sio mara kwanza. Unajua wasikilizaji wetu walikuwa wakikukosa sana siku za kutosha, atujue kwa nini ulipotea. Unajua watu walikuwa wakikumisi sana, alafu watu walikuomba sana, walitumia message, wengi walituandikia, wakapiga simu wakasema inabidi pia tumsikie tena Mfalme. Yani shukrani kwa kuona unakubali tena kuja kwenye studio tufanye kazi pamoja, watu wako wakusikilize. Bila shaka Eve mtoto wa Mswahili donc aseme wakupenda akupendi. Yani ukimpenda mtoto wa Mswahili utamchukia, ukimchukia utampenda. Sasa mtoto wa mama, unajua shughuli ziko nyingi, wakati mwingine mtu anajifokusea mambo ya kifamilia. Unajua tena tuko na Michael pale, sijui na mama yake donc my queen Mado ambaye na profiter ça donc kumpa bisous donc mama certa donc yango ile njo inatuma tuko busy leo tena ni furaha donc kuona. Yani tunakaribisha tena kwenye studio Mfalme mtoto wa Mungu. By the way, wasikilizaji wapenzi, leo tuko na Mfalme mtoto wa Mungu. Ni mwanamuziki pia ni mfanya filamu, ataitetea yeye mwenyewe kwenye studio. By the way, kitu cha kwanza tunaweza tukaomba samani sana tena sana kwa wasikilizaji wapenzi, kwa sababu tulikuja nyuma kidogo kutokana pia na mambo za safari. Unajua tunaishi karibu kilomita nyingi sana, karibu 200 mahali tunaishi, na kwenye studio yupo. Yani unajikutana kama njia ilikuwa ndefu na mvua ilikuwa ikinyesha, inabidi pia tuheshimu mambo za polisi na sheria za njia. Ndio kwa maana tunaomba samahani sana, kwa sababu tulikuwa forced kwa kutokana na mambo za safari. Yani nyuma ya hapo, wasikilizaji wapenzi, jioni ya leo tulikuwa na mada kidogo tunaweza tukaongelea. Ya kwanza tulitaka kuongelea kitu kinaitwa simu, matumizi ya simu. Najua watu wengi watajuza, mtoto wa Mswahili anakuja tena na mambo gani? Mambo za simu. Sasa unajua mambo za simu, tunataka tuongelee matumizi ya simu, maana ya simu, na kwa tutakazia sana wakati tutaongelea sana matumizi ya simu kwa watoto wadogo. Sijui Mfalme, hiyo mada unaona itakuwaje hiyo jioni ya leo? Tonto, hiyo mada antuka hiyo mada iko fresh sana. Unajua tuko watu ambao tunazoea kugongea sana vitu kama hiyo. Unajua familia ni kitu muhimu sana. Alafu tunaangalia kwa watoto wetu.
wanakuwa distrait zaidi sana na telefoni hapo wanaita iko smartphone. Yeah, smartphone yo. Smartphone wao kuko bale banatumikisha sui ma Apple kwa inatumikisha ma Samsung sui Galaxy Fia sui bitu ya vile. Yo. Lakini inafanya batoto mingi banakuwa distrait et puis bana sababu mambo fulani wapaswa kufanya. Kwa hiyo leo tuko hapa na hiyo CJ tutaisukuma pamoja na mimi bitu itakuwa nafikiria leo itakuwa ni moto sana kuhusu kuongelea mambo za matumizi ya simu. Tutaongea kizuri cha simu, tutaongea mabaya ya simu. Alafu pia wasikilizaji wapenzi pamoja tunajua kama tutapatiana mawazo, tuangalie tunaweza tukasemaje na kufanyaje kutokana matumizi ya simu. Mara yetu ya pili tutaongelea pia kuhusu kazi ya msanii, anafikiria nini kwa maisha ya kesho, kwa sababu tuko na msanii mkubwa hapa atatuambia kitu gani kinatuma watu wakuwa wasanii. Kwa nini unajisikia wewe msanii? Kuna faida gani? Unajisikiaje na unajisikia na responsibility gani? Na unapana mafunzo gani kwa watu, kwa sababu watu wengi wanafikiria wasanii ni wa vicha tu, watu wa kutafuta tu, watu wasifu, waone hatari, unaona? Waoneshe mavazi na uzuri, mambo kama hiyo, unaona? Sasa nafikiria pia inabidi tuongelee, kwa sababu wewe pia ni msanii, unafanya mambo za filamu na nyuma yako pia unafanya muziki. Lakini tutabania sana kwa ngambo za muziki. Sijue kwa kitu kama hicho na tunasikia kitakuwaje hapa kwenye studio kufuatana na wasikilizaji wetu ambao wanatufuata leo kwenye Swahili Talk Radio na kipindi chake kikali hakuna kulala. Hakuna kulala man, leo bitu iko ni fire moto. Yani Swahili Talk Radio pamoja nanyi leo mtapata vitu vitamu. Kaka hivi ameweza kuelezea vitu ambavyo tutasumulia. Kwa hiyo sisi ni wa musiciens, tunachapa kazi, donc travail c'est travail quoi. Yo. Yani tunafurahi sana baba, na tunajua kama leo mambo yatakuwa mazito. After that tutazungumza kugusagusia tu kuhusu kukosoa kuhusu namna ya kuishi ya binadamu kwa kumalizia, kwa sababu tunajua wasikilizaji tu wapenzi wengi watakuwa na uhuru wa kupiga simu. So kwa kupiga simu wasikilizaji wapenzi, mtapiga simu kwenye studio yetu direct kwa namba yetu ya studio 914603332. Ni kusema kwa Swahili tunaongea, pigeni simu kwa namba 91460332. Na waza watu watakupigia simu baba, watakuuliza mambo yako na kazi zako za kisanii, kwa sababu tunajua sio rahisi pia hiyo kazi yenu hiyo. Ndio. Basi acha kwanza tuburudishe watu wetu na muziki kidogo. After that turudi kwenye studio na tupandishe mara moja kazi ili tuongelee kuhusu mambo za simu. Sure Radio Swahili Talk Radio baba, tuko pamoja nanyi. Mnajua vitu yote ni utamu na mambo mazito ambayo mnaenda kupata tangu sasa. Unajua tuko hapa ni Ive Mswahili na Mfalme Joe Buffalo. Mara moja tunafanya kazi, basi acha tutasikia leo uzito na wakali ya wasanii. Hakuna kula. Samani kidogo, tulikuwa na shida kidogo la technique. Wazee wapenzi, hivi tunapiga kazi sasa, tunabomoa. Yup. Yeah, man. Yeah, cup man is good, man. No. Wote wa kipindi chenu hakuna kulala special dedicace. Special dedicace Swahili Talk Radio na kipindi chake hakuna kulala kwa wasikilizaji wetu wote
Burudikeni kwa kweli watoto wa Mungu, watoto wa Swahili Talk Radio. Dedicated kwenu nyinyi wote, tunawapenda sana. Waafrika wote kwa dunia nzima, Europe, Canada, Afrika, Asia, Australia. Burudikeni wote kwa mziki huyu wa Fally Ipupa. Yo. Pata. Swahili Talk Radio, tuko na nyinyi. Hakuna kulala. Yo man. Yo wasikilizaji wetu wapenzi, tuliwaambia leo tutakuwa wakali sana na tunaendelea kazi zetu kama kawaida. Yo man. Saizi najua Africans wote from Rwanda, from Burundi, tunawarushia ya man. Umepata vitu. Unasikia hiyo muziki kweli? Oh man. Hiyo ni kali Ni hakuna kulala kwenye ndio unaweza kupata muziki kama huyo. Kuna kulala. Leo ni makali nafikiria. Yani salameni waseretu wapenzi wote kutoka Rwanda, kutoka Bujumbura, Burundi, ambao wanaishi kwenye nchi za kigeni kama hivyo Europe, kama hivyo kama hivyo America, kama hivyo Canada, Asia, nafasi mahali wote. Burudikeni na mziki huyu mkali kwenye studio yenu ya Swahili Talk Radio na kipindi chake Hakuna Kulala. Yo man. I think today will be very nice, man. Yo. Yeah, it's gonna be alright. Yo. So and we start after this song. Okay. And it will be we start direct. And that's the story of the phone. After tunaingia kwa kazi nyingine kawaida. Alright. Yeah. Yani tutabania sana, hii itakuwa tuko kupita juu, yani kitu tutabania sana hapa itakuwa kuhusu advantage za simu na shida fulani za simu. Yo. Alright. Cool, man. Tunafanya hiyo kitu ni lazima tuifanye. By the way, you know that kazi yetu yeah. And I know I have a superstar in the studio. Yeah, alright man. Unajua vitu tunagamata ni simple. Yo. Simple afu yote inajileta kwa. Yeah. Nina mtu mkali kwa studio, inabidi mambo yao hivyo basi. Unaona? Yeah man. Tuko tu tunawaleta leo, tunawapatia tu vitu hapa pamoja na mtoto wa Mungu. Unajua tena hivi iko pale mtoto wa Mswahili, vitu vyote kwa mchukia na ukimchekia utampenda. Wasikilizaji wetu wapenzi, kwenye studio yenu ya Swahili Talk Radio na kipindi chake Hakuna Kulala, tuliwaambia kama leo tutaongelesha sana kwa mambo ambayo tutagusia sana kuhusu shida za simu, advantage za simu. Yani kitu cha kwanza tulitaka kuwapatia story kidogo kuhusu mambo za simu. By the way, hapa kwa sababu Swahili Talk Radio ni radio ambayo inatumikia hapa ngambo za Europe, na kabisa tuko kwenye nchi kama imeitwa kwa jina Denmark. Yani kwenye nchi ambayo sisi tunaishi, unajua msanii mfalme, mambo za simu ni simu ambao leo tunaona familia zote kila mtu ana simu, yani unajikutana kama una simu, yani unaona simu pia babu. Of course man, nina simu of course, unajua bila simu hapa hakuna moyo contact, donc iko moyen de contact. Yani sijui nitakujua, unajua mimi ni mtoto wa Mswahili, yani unajua nimetoka huko nyuma sana, nitaka kujua sijui hapa kuna mtu kabisa anakuwa hana simu hapa. Sijui inawezekana, unajua kitu tena inawezekana, lakini kwa hii dunia ya sasa gisi tuko naona kila mtu anahitaji awe na simu. I think yes, watu wengi kwa leo wanataka wawe na simu. Kila mtu. Yani inawezekana pia simu ni kitu cha muhimu sana. Sure. Basi, unajua kitu tunataka kusia ni kutokea kabisa matumizi ya simu sasa leo. Mimi sijui kama kwako wewe, mimi nilipata bahati ya kutumia simu. Nimeanza na simu kubwa hiyo, ilikuwa kiitwa Ericsson. Ndio, ilikuwa simu kubwa, ilikuwa kama kompyuta hiyo. Ilikuwa kabambi walikuwa. Yani wakati nimeanza nayo ilikuwa sikusema kama ilikuwa kabisa kwa matumizi, hapana. Ilikuwa kwa watu wanione kwa sababu ilikuwa expensive, haikuwa kila mtu ilibidi akue nayo. Ndio simu nilikuwa nayo, ilikuwa watu wanione na hata nikikuwa kati ya watu nataka tu nitembee
hata anaweza pia unajua tena watu wote waone kama nina simu. Na ilikuwa kuonesha kama nimesilimuka. Ndio wakati nimeanza simu. Sijui wewe umeanza simu ilikuwa ana simu gani au mimi si. Na ilikuwa pia kwa nia gani? Kwangu mimi yangu ilikuwa kutafuta watu wanione. Ulikuwa unatafuta 6A. Yani ilikuwa masifu kwa sababu simu ilikuwa ya kila mtu Ni kweli. Hata nami wakati ambao nilianza kutumikisha simu ilikuwa ni ile wakati pia unakutana keno ifo kuwa na simu pour que kila mtu akuone. Unajua ilikuwa na wakati fulani unahitaji uingilie tuseme par exemple mwanamke umoja par exemple. Donc il faut kuwa na chombo mfuko kwa. Yani unataka wakuogope. Yani unaona ilikuwa kitu kwa expensive. Sasa wakati unaenda huko wanasema huyu ni mtu wa hatari. Donc donc sasa ingine unakutana huko wakati uko unaongea na mwanamke unahitaji tu utoe simu mkono mfuko, unaanza tu kugusa simu pour que watu waone kama una simu inaleta sifa. So alafu acha niulize, unajua hiyo wakati sisi tunaweza simu na kama hivyo unajua nimefurahi sana msanii mkubwa niko naye hapa Mfalme kwa sababu tuko tunaongelea mambo ya simu unajua hata hapa Denmark tukiangalia pia kwa hizo mwaka za from 2000 mpaka 2004 walikuwa wanatumikisha simu ambazo zinaitwa Born and Uanga Beginner Mobile. Yani ilikuwa simu kubwa sana nao pia unajua. Ilikuwa yani ina uzito yani 151 grama. Unaona? Hiyo mwaka unaongea unaona. Inawezekana pia saa zingine au zilikuwa zingine bisa hajafika hapa. Tulianza sisi kama hivyo saa zingine mimi nilianza mbele sana. Yani ilikuwa kwanza sifa. Watu wa kuone kama una simu. Saa zingine hauna watu wa kuita au nini, unataka yani unataka watu waone uko mtu wa pesa kwa sababu simu iko kitu cha pesa. Ni kweli ni kweli. So by the way kitu tulitaka tugusie ni leo kwa sababu kama tunataka kuongelea mambo za simu. Kwako leo sasa simu ina kazi wala ingali hiyo watu wa kuone ukienda huko kuongelesha jirani waone kama uko mtu wa hela au I don't know. Kiukweli my brother, kiukweli man, kwa sasa hapo ukiona simu ni kwamba sio tena ya masifa zaidi kama wakati ile ilipita, unaona? Sababu inakuwa ni kila mtu anakuwa na simu mikononi. So haina tena kitu ya kusema iko expensive sana. Hata unaangalia na tunarudia nyuma kidogo kwa watoto wetu, tunashuka kidogo, unaangalia hata na watoto wetu wa wita. Wita kwanza ni mingi. Yani miaka 8 kwa my son Michael BC. Una mtoto tayari? Ana miaka ngapi? Ana miaka 2.5. Hata nyemea kama mtoto kwa miaka 2 tayari sasa iko na simu bwana. Tayari ana simu anatumika nayo. Yani wasendo wapenzi unamwambia leo leta kwa moto unajua. Tulikuwa tunatafuta mambo tunatafuta inawezekana tutapata majibu hapa. Sisi tulikuwa tunataka kuongelea miaka 4 sasa 7 akenda. Basi msalia na mtoto wa miaka 2 anatumikisha simu. Unaweza kutuambia mtoto ana manage simu wala unamsaidia kumanage? Mimi kweli wakati mwingine wakati anagusa ile simu kama yuko anatumikisha simu sasa ingine akiangalia vitu wenyewe lingao benye mimi mwenyewe mule msimu siawahi kutumikisha. Nataka nijue unajua nataka nigusie kabisa hapo unaona? Kwa sababu wasikilizaji wetu wengi wanataka unajua simu watu wengi leo tunatumikisha simu kwa inabidi tujue maana ya simu. Kwa nini una mtoto wako wa miaka 2 ulijisikia umpatie simu ya kwake? Kiukweli yeye mwenyewe niliona kwamba akili yake inambeba sana kusimu. Naona kila mara anataka achezeshe simu. So ile wakati mimi ama mama yake wakati fulani anamwachia simu anacheza. So unaona vitu yenyewe unafanya Mungu anakutana kama ni technology yenyewe iko muhali yenyewe iko ya chini tu. Yani nikitaka nikusikilize vizuri kwako wewe kama mtoto wako huyo unasema na miaka 2 uliamua kumpatia simu, sio kusema kama ni kwa kuita wa friends au nini. Kwako uliona kuna magame ndani na kuna ujuzi fulani unatafuta unataka afafanue ndani ya simu. So anaingia kila mara wakati mwingine anaingia ndani ya video anafilmea afu anatupa muziki kwenye YouTube. Unajua wakati mwingine anatupa ma video kwenye YouTube. Unajua msanii kuna kitu mimi nataka nijue kabisa. Unajua watu wengi wako wanatufuata na wakati walisisa tuongelea mada ya simu. Kuna mambo mingi sana tutaongea kuhusu mambo za simu, unaona? Na kuna vitu vingi sana tutaongea. Unajua sasa nilitaka nijue kabisa
kitu gani kilikupatia hiyo kuchamka kumpatia mwanawe wa miaka 2 simu? Ni kwa kuita watu, ni kwa kucheza nayo, ni sijui ni ya gani yao? Kunaona ana ujuzi fulani. Unajua kuna watoto pia wanazaliwa na ujuzi, unaona. Inabidi tuongee vitu mambo ya wazi kusudi watu wetu, wasikilizaji wetu wasikilize mambo za simu kwa namna zinaenda juu. Kuna mambo mingi tuongelea huko nyuma, unaona. Yo man. Unajua ndio kiukweli huyo Michael, huyo mtoto wangu, kwa hiyo miaka yake hapacho kuwa na simu. Sijui wewe ndio unaongea lakini kuna simu. Ndio ninaongea, unaona msanii. Kitu gani sasa kimetuma simu? Sasa wakati nimempatia simu nimejaribu kumcheck akili yake. Nakutana wakati mwingine vitu yenyewe anafanya haiko ya kimo yake. Nasema okay, mtoto itaweza niomba ni msupport, wakati mwingine ni msupport kwa hiyo kitu anafanya. Inawezekana kesho anaweza kuwa na teknolojia ya yulu inaweza kusaidia peut-être society, inaweza kusaidia watu mazingira. Yani tutakubania hapa sana. Sisi kawaida tunaona leo tunakuwa na tatizo fulani sana kuhusu matumizi ya simu. Tunaona familia nyingi sana leo watoto wadogo wanakuwa wakitumikisha simu, tena simu ziko expensive. Smartphone yani. Hautaniambia kama simu kama hizo unaweza kuzipata tukaongea kwa pesa za Kimarekani, yani za Amerika, kwa sababu au euro ni pesa nyingi sana. Haiwezi kuwa ni around 400 and 500 euro and something like that. It's expensive. Yani tunataka nijue kwa nini pia basi leo hatuwezi tukapatia watoto wetu masimu ndogo ndogo, tunapatia hizo masimu kubwa kubwa, ma smartphone, alafu zina technology kubwa kubwa. Unafikiria nini wewe kuhusu kama hiyo? Kwa sababu wewe unasema ati wako umempatia kuhusu ujuzi. Kitu gani sasa kimekupatia mawazo gani unaona watoto wadogo leo kutumia simu? Kwa kweli hiyo ni question moja poa, ni question ya mzuri, kwa sababu unaangalia wengine watoto leo sasa wanakuwa wameharibika pia kufuatana na hiyo kitu kuwapatia simu kama hiyo smartphone. Mtoto tuseme mtoto wa miaka 6 7 unampatia iPhone. iPhone anatumikisha, so saa zingine wakati hata tuseme iko ndani ya masomoni, unajua iko ndani ya class anatumikisha hiyo simu. Wakati ile kwa anatumikisha simu anakuwa distract juu ya vitu mingi iko ndani ya. I think hapo unaanza kugusia, unaanza kwenda sasa na sisi sawa sawa. Man. That's what I'm talking about. Unaona mtoto anakuwa distract masomo, wakati nyingine mwalimu kwa kule mbele anafundisha, anatoa lesson, na mtoto yuko busy kusimu, anacheza maybe ma game ama sijui ana chat na ni kweli bana chat, unajua. Baba acha kwanza nikusaidie kidogo. Nikusaidie kidogo. Unajua tuko tunaongelea mambo hapa ni kwa kusaidia wandugu zetu na tunasaidiana. Sasa zingine unaweza pia kusaidia mtoto Mswahili kutokana na mambo anaongea kwenye studio. So unaongea kitu fulani. By the way, mimi binafsi nafikiria kuna wamama fulani na wababa fulani ukisikia unaongea hivyo anaweza hata kukupiga majiwe. I'm sorry. Kwa sababu sijui, unajua kuna watu wengine wanaona mimi mtoto wangu inabidi aende na simu ya hatari shule, aende na simu ya hatari mahali fulani kusudi waone kama yeye ni mtoto wa fulani mama yake ana pesa, mama yake ana jina, unaona. So and hiyo simu ziko na vitu vingi ndani kama YouTube, ma Facebook, ma high five. Na sasa sijui, sasa una matatizo fulani kama hivyo unasema hapa, sijaingia mambo za kuchat. Sijui, unaona. Kwa sababu kitu tunataka kuongelea hapa kawaida ni advantage za simu kwa watoto na matumizi ya simu, yani ina advantage gani na kama pia ina tatizo. Yani kwa watoto sijui kama kwa simu kwa mtoto wa miaka chini ya 18 ina lazima gani? Question moja poa pia. Najua una swali, una maulizo ya mzuri lakini kama for example mzazi anapatia mtoto wa chini under 18 chini ya 18 unampatia simu atumikishe, yani miaka 18. So kuna wengine wazazi wanasema itakuwa ni moyen de contact, namna ya mawasiliano. Kwa hiyo wakati mwingine mtoto yuko shuleni, kama kumekuwa tatizo fulani, anaweza kupigia mzazi, ama mzazi pia anapigia mtoto wakati shuleni, vitu hivyo. Ile inasaidia kwa ngambo ya mawasiliano. Yani kama tukibania kwanza kwa hiyo pointi ya kwanza, nafikiria unaongea kama mzazi, unazungumza kama mzazi, yani mzazi brother. Yani kitu cha maana nataka kusema kama yani ni vizuri pia watoto wetu wawe na simu kwa sababu inasaidia kwa njia za contact
mtoto anaweza kuwa mahali fulani, yani saa zingine amechelewa kwa njia au tatizo, au yupo nyumbani wewe mzazi hayupo, yani mnawasiliana mnajuliana mambo vipi nini, mama kwa nini umechelewa mnazungumza kwa simu, sivyo? Hivyo man. I think hiyo ni kitu cha muhimu sana, yani kuwasiliana kwa simu, kujua hali na mahali zote, kwa sababu dunia leo itaomba tena barua au nini. That is very important. Simu ya namna gani unafikiria mtoto anaweza akakuwa nayo kwa hiyo miaka tukianzia chini ya 8 yanapanda juu, unafikiria? Mimi kibinafsi unajua, kwa sababu tumesha kuona kidogo namna gani watoto wa chini hiyo miaka 18 namna gani wanatumikisha hizo simu, smartphone yani. Umeona tayari? Nimeona. Mimi bado sijaona. Sawa, nifafanulie. Hujaona? Bado. Alright. So kama vile nimesema, kwa wale watoto iko na avantage, sio avantage ni mwangle. Advantage. Na iko pia na disadvantage. So sasa kama tunasema disadvantage yayo, mtoto wa chini ya 18 ans kutumikisha ile simu smartphone, wakati mwingine iko mbaya kwa kupatana na ma program fulani, tuseme kwanza program fulani ambayo iko ndani ya simu himo, ambao anatumikisha, tunaweza sema haiko kwa kimo yake, haiko kunivaa kusema tumikishe ile ma program ndani ya simu. Ni kama mambo gani unaona iko ndani ambao unaona mtoto anaweza kutumikisha, kwa sababu mimi sijaelewa unataongea nini hapo? Kama vile ma program ambao uliweza kutaja hapo ziko ndani ya simu, sawa? Lakini tukiangalia mtoto ule wa 18 ans kama iko na besoin ya contact, anahitaji simu ambayo iko simple, kama vile unajua hizo simu za babosi, sijui kama una Nokia moja ile ambayo iko na mabuton. Kasimu hiyo Nokia yani ilikuwa inaitwa 3210 kama hizo. Kwa nini umebania hizo? By the way, unajua mimi napenda sana Nokia kwa sababu hiyo ni kampuni ambayo nilipenda tangu zamani. Nimependa, lakini yani sio tufanye marketing, tunaongea tu. Man. You know this is how it is. Lakini kama nasema hivyo, tunajaribu ndio kusaidia watoto wetu. Tunajaribu kuwasaidia kwa sababu tumesha kuona mara nyingi tunapata ma rapport kutoka kwa walimu ama yanatoka kwa masomo kwa kusema watoto wenu biko nafika kwa masomo banakuwa distrait, banazuba sana kusimu, banazuba bako bana chat, peut-être ama anaingia kwa Facebook mule anaanza kuchat siwe na mambo ya vile ya kukesta mambo, unajua love tena watoto wa chini ya 18 yuko matata hii siku. I think mambo naongea pia inawaza, sijue hiyo ni tatizo kidogo. Kama tunaona kama simu inasaidia sana, basi unafikiria leo hii kuna mama wametumika wanakuwa na, kama tukiangalia pia vizuri, kuna mzazi anaweza katika kweli mtoto wake atumikishe kama hiyo mnaita 3210 simu ya zamani, kunapita miaka 10 kwa dunia leo kweli? Man, I don't know, but lakini unajua, unafikiria kama inawezekana? Kama ni kweli mzazi anaangalia hiyo ndio itasaidia mtoto wake kwa kusema asiwe distrait sana masomo na mambo ya kuchati na ima smartphone ya sasa, ni vizuri anatumikisha basi hiyo Nokia ile unasema kama ni 34 ya zamani, anatumikisha za zamani, basi iko tunawasaidia kwa mambo ya uwasiliano. Nyuma ya uwasiliano leo teknolojia inapanda. Kama tunaangalia vizuri sana, vijana wengi sana, watu wengi sana leo wanakuwa wanataka picha, simu ziko na kamera, anapiga picha anaweka mara moja kama ni Facebook au mambo gani. Sasa mtoto gani atakusikia tumikishe simu kama hiyo? Unaona? Hiyo ni tatizo Hiyo ni tatizo sasa. Hapa hakuna mwaya ya kuwablock wale watoto. Unaona? Kama wakati teknolojia inapanda, ni lazima tuitumikishe. Na wakati nakuja hivyo simu zinakuwa trop, kwa simu za kawaida kidogo, mtoto pia anahitaji picha. So wakati anahitaji picha, hapo sasa ni ngumu kusema umpatie hiyo simu ya zamani, sababu hapo hatapata image ya mzuri ya picha. Kama nakusikiliza vizuri, simu ina mafaa yake. Na ni ya muhimu sana kwa mtoto wa chini ya miaka 8 atumie simu. Na unajua hapo tuko tunaongea kwa sababu inabidi tuoneshe advantage na tatizo za simu. By the way, hasa tunaongelea kwanza advantage za simu, unaongea kuhusu mawasiliano, unaongea kuhusu teknolojia leo imepanda kidogo, na mambo kaza kwa kaza. Basi tusikilize kwanza muziki huyu msanii, alafu baadaye tuangalie kama pia tunaweza kutambua
na kujua kama simu pia ina matatizo fulani. Yes. Tukitoka chini ya watoto tutapanda juu kwa kuongea pia kuhusu maadibisho ya watoto hapo. Yes, hivi hapo unajua wakati tunaongelea mambo ya simu inanituma nikumbuke my sister Esther ambayo kila mtu anamjua yeye ni Nzigi ambaye nakupenda sana. Yo man. Ule my little sister na my big sister Francine French iko hapo Yorick, na nakumbuka pia Shagi na Abed. Shagi mambo ya simu anatuuzi sana. Kwa hiyo watoto mtulie sana mambo ya simu ya unao. Yani ni simu tu lakini utabari tena tunarudi tuko pamoja. Swahili Talk Radio na kipindi chake kikali hakuna kulala. Swahili Talk Radio na kipindi chake hakuna kulala. Wazetu tu wapenzi tuliwaambia tutakuwa wakali kila jioni, tutakuwa wakali kila usiku kwa sababu tutafanya kazi na nyinyi, tutafanya mambo makali kwa sababu hakuna kulala. Ni hakuna kulala. Yeah. By the way, wazetu tu wapenzi tuliwaambia tunafanya kazi pamoja, itakuwa umoja. Sikizeni muziki huyu alafu tuendelee kazi sawa? Sambamba. Tuliwaambia usiku wa leo tunatumika sana na tunaongea sana kuhusu simu. Ndio kwa maana tulitaka tuongee kuhusu mambo za simu, alafu tumeongea kwanza ilikuwa advantage za simu. After kuongelea kuhusu advantage za simu, ilibidi pia tuongelee kuhusu tatizo za simu. Na kwenye studio yetu hapa direct tuko na msanii mkubwa, yani Mfalme Joba Flow. Tulitaka tukuulize baba, unajua tulikuwa tuongelea advantage za simu. Yeah, na kwa kuongea kuhusu advantage za simu tukaongea sana kuhusu communication, yani wasiliano ya watu kwa simu. Na baada ya hapo ilibidi pia tukuongee sasa, yani unafikiria kama matumizi ya simu chini ya watoto wa miaka 8 ina pia na tatizo fulani kwa mawazo yako au je? Matumizi ya simu kwa watoto wa chini ya miaka 8. Yeah. Kiukweli kimimi Yeah. binafsi kwa kweli naona kama mtoto wa chini ya miaka 8 kwa kweli hana haja tu sana ya kutumia simu. Naona kwa sababu chini ya miaka 8 tunaona hayakuwa na elimu tu nyingi sana, ama hayakuwa na vitu nyingi kichwani kusema anaweza kutumia simu. Lakini kama vile tuliongea mbele, tulisema kama pia inamsaidia kidogo kwa mambo ya mawasiliano. Yani kama nafuata vizuri baba, uliongea kitu cha kwanza hapo ukatuambia, yani ukatuonesha pia mazuri ya simu, yani hata kwa watoto yani. Yeah. Na hata mimi nilikusupport, na mimi najua wasikilizaji wetu wote walikusupport kwa hiyo. Yani usaizi tena unatuambia sio vizuri sana, yani ni simu zote sio vizuri, yani kuna simu fulani inabidi watoto wetu wakuwe nazo na simu fulani inabidi wawe nazo kama vile tulisema. Ni simu gani unafikiria mtoto wa chini ya miaka 18 anaweza kutumia? Mtoto wa chini ya miaka 18. Kiukweli watoto wanapishana wa chini ya miaka 18, unajua kama hivyo tumesema wa chini ya mtoto wa chini ya miaka 8 basi. Unaona huyo iko chini ya miaka 18 lakini mtoto zaidi. Na huyo hatakuwa kama mkamata kama mtoto wa tuseme wa miaka 16, 17. Unaona mtoto wa miaka 15, 6, 7 hapo anakuwa akili yake inaendelea inakuwa amekamilika tayari, ameanza kuja tayari mazuri mabaya, unaona. Ndio yule ambao tunamuita ndogo, lakini huyo hata mpimanisha kama na huyo. So kimimi hapo huyo mtoto tuseme wa miaka 15, 6, 7 anaweza kutumikisha hiyo mambo hapo ya iPhone. Unajua nilikuwa nazungumza na mama moja. Yani tulikuwa tunaongea naye akatuambia, kwa sababu yeye ndiye ameleta hiyo mambo ya mada ya kuongea kuhusu simu. Na akaongea kama yani simu ina tatizo fulani leo kwa watoto, na simu hizi zinaitwa smartphone. Kwa sababu unajua watoto leo wana maisha ya mtoto ni shule, unaona? Ndio. Na kwa mtoto kwenda shule inaomba aende shule kwa wakati fulani. Na hiyo wakati mtoto inabidi aende shule, ni inabidi alale pia mbele ya wakati, unaona mzee? Ni kweli man. Sasa inawezekana unaweza ukamtuma mtoto kwa chumba lake akalali
by the way anaanza kutumikia simu yake kuongea na marafiki, unaona? Unachukutana mtoto analabuka fosinti, yani anaamka nyuma, unaona? Huyo mama anaongea sana, ndio kama ana vitu ongea kitu kama simu kama hiyo. Na nyuma ya hapo kuna mambo ya YouTube, unaona? Mambo za YouTube kuna vitu vingi sana, yani mafilamu, manini. Na kuna filamu fulani wanakuuliza una miaka ngapi, unaona? Leo hizi watoto wengi wanakuwa na email. Anapana email yake, unaona? Na anasema niko juu ya miaka 18, unaona? Na hizo filamu moja mbaya wanampatia access ya kuziona. Unaona? Alafu akasema inaenda anaziona kwa familia yake. Sijui huyo mama unaweza kumshauri afanyeje? Mnyang'anye mtoto wake simu, amnunulie simu za bei rahisi au kitu gani? Kiukweli unajua ile kitu ambao tunasema hapo kama mzazi wa mtoto, mzazi wa mtoto ana neno kubwa kwa ajili ya ule mtoto wake, si ndio? So inakuwa iko different na hapa Ulaya. Unajua hapa Ulaya hautaambia mtoto sijui na neno hapo. I think kitu tunaongea cha muhimu. Unajua kwenye studio sasa hizi tuko pia na Dada Rehema yuko kwenye studio hapa leo, tuko tunaongelea mambo za simu. Unajua yeye pia ni mzazi, yani unaona. Alafu tuko tunabania sana matumizi ya simu hizi smartphone kwa watoto wa chini ya miaka 18 kwa sababu inaleta shida fulani. Sijui kama pia naye anaweza kuwa na wazo fulani ya kuongea mambo ya matumizi ya simu kwa watoto wa chini ya miaka 8. Chini ya miaka 8 nadhani ni mapema sana. Kwanza asanteni sana kwa kunipa nafasi ya mimi kuongea kwenye Swahili Talk Radio, na hapa kwenye hakuna matata lala. Naona sio hakuna kulala. Leo ni hakuna matata leo. Leo ni hakuna matata kabisa. Ila sasa unasikia kuhusu watoto wa miaka chini ya 18. Inategemea ni kwa sababu gani mtoto anapewa simu. Kama mimi nafikiria kama unaona kama mzazi yuko kazini anakuwa busy, ili mtoto akirudi nyumbani aweze kuwasiliana na mama kwamba nimerudi nyumbani, mama akamuelewesha, sasa umerudi nyumbani, chakula kiko wapi? Unajua Ulaya hatuko nyumbani kwa kusubiri watoto. Hapo tunakubalia kabisa. Kwa matumizi yale naona mimi ni sawa, na haitajiki apate simu ya bei kubwa, ni simu tu ya kuwasiliana. Mimi hizo ndio na opinion zangu. Alafu hapo unagusia kitu ambacho tulikuwa tunakazia sana kusema, aiombe apate simu ya bei kali sana, inaomba simu ya matumizi. Yani sana tatizo lingine nakuja hapo ni kama hivyo una mtoto au unataka anaenda na simu isiyokuwa ya maridadi, kwa sababu leo kuna hizo masimu zimeitwa smartphone. Mtoto anaenda na simu kama hiyo kwa shule, kwa sababu kusudi mtoto ajisikie kuwa kama wenzake kwa shule inabidi wakuwe na kitu kimoja kinaitwa equality. Sasa akija kuja na masimu hizo za kale ambazo sio smartphone, haina internet, anajisikia anakuwa chini ya wenzake, ninamfanya mtoto akue chini, unaona? Sijui unaongea kitu gani sana kuhusu kitu kama hicho. Mimi mawazo yangu nafikiria mtoto kuwa chini, mtoto kuwa juu ni nyumbani jinsi amelelewa. Unajua wanasema hata ukijenga nyumba msingi ndio unatakiwa, yani muhimu sana. Msingi ukiwa na nguvu hata nyumba iweje haiwezi kutetemeka. Sasa kama mtoto ulimfundisha ukamwambia sisi uwezo wetu ni huu. Sisi tunaishi hivi. Nyumba ya jirani wanaishi tofauti. Mtoto akijengwa vizuri nyumbani hata babaika na hivyo vitu, kwa sababu jirani yuko na hiki na yeye mtoto ababaike. Kama mama ndani ya nyumba akiona jirani mke wa Hasani kanunuliwa kanga mpya na mimi nataka kanga mpya, vile atakuwa anamwambukiza mtoto naye atafuata malezi yale, au unaonaje? Yaani unasemaje hapo mfalme? Kwa hiyo kitu dada anaongea. Hiyo ni kweli, kwa kweli dada anaongea kweli. Unajua na experience sasa hivi anakuwa ni mtu mzima, anakuwa na mambo. Na wewe pia ni mzima basi, na ni mtoto. Sijakataa mpaka kwa. Lakini kwa yale yote ambayo anaongelea, mimi hapa niko inina hayo. Una mawazo moja unafikiria. Ndio, lakini naelewa pia siwezi kuwa tu kwamba tukaa old fashion. Sisi ni wa Afrika. Tumetoka Afrika, tunajua maisha yakoje. Yaani yale tulilolelewa, tumelelewa kwa shida, wazazi wetu wamehangaika, wamejitahidi jinsi ya uwezo wao. Tumeweza tulichopata tumepata, tulichokosa tumekosa. Maisha ilikuwa hivyo. Lakini sasa hivi tumekuja Ulaya. Pia Ulaya ni dunia nyingine. Pia tuangalie pia kama telephone. Unaweza kusema miaka 8 chini, lakini hapa mtoto kuanzia miaka 8 tayari anaingia kwenye kompyuta. Mtoto anajua. Kwa maana hiyo nasema wanasema ni development. Mtoto akitaka kufuatilia vitu vinavyoendelea kwenye hii dunia, pia anatakiwa awe na hii wanaita nini, awe na njia ya kuwa na mawasiliano kwa jinsi ile, kuingia kwenye internet, kusoma magazeti, kwa sababu pia lugha. Unajua sasa watu wanasema Facebook
kabla hujaandika hujajibu. Pale mtoto anajifunza kuandika, anajifunza kusoma. Kwa hiyo yani vitu vingine inabidi tuwe under control. Kuna zile wanasema security za wazazi. Unajua kitu ambacho tunaongelea yani Dada Rema, ilikuwa tuliongea hizo mambo zote, lakini kitu tulikuwa tunataka tunabania sana kwa sababu wazazi wengi kama huyu mama alituandikia leo kataka tufanye mada hii ya kuongelea kuhusu simu, sababu naye ana shida. Simu mtoto anatumia kompyuta na kompyuta iko hapo barazani. Ikafika anamwambia mtoto naenda ukalale na kwa saa kulala kwa sababu kesho una shule. Mtoto anapanda na smartphone. Alafu kwa kompyuta hakuna shida. Anaweza kufanya mambo yani ikafika wakati inabidi aende kalale. Basi akaenda chumbani, anaingia kwa simu. YouTube yuko ndani, kila kitu, internet, kila kitu. Hamna kudiscuss. Hilo ni swala dogo sana. Saa ya kulala imefika, ni saa kama ni saa 3 saa 2, simu hapa, kompyuta hapa, kalale mtoto. Unafikiria kama utakuwa unamnyang'anya mtoto simu kweli? Saa ya kulala, of course, mtoto ni mtoto, mama ndio ana majukumu ya kuamua. Mimi sioni tofauti. Nyuma ya hapo unajua kuna tatizo pia fulani. Kama mama anakukatiza, kama mama anashindwa kuweka mipango kumwamulia mtoto wa miaka 8, kwa hiyo mtoto ataenda njia mbaya. Mama anatakiwa awesimamie. Nasemaje hapo baba Sani? Hapo ni kweli anasema ukweli. Unajua wakati mwingine nyuma nilisema kama mzazi pia ana neno ngumu kwa mtoto, neno tunasema modire kwa mtoto wake, si ndio? Nakubali. Kivipi mtoto wa wita ama miaka 8 anaweza kukushinda wakati wewe unasema okay, wakati nafika kwenda kulala vitu vyote hapo, wewe unaenda chumbani ukalala sasa. By the way, acha tukubali hiyo, yani mama una uwezo zako nyumbani na unaweza kumwambia mtoto weka simu hapa anaenda kalale inakuwa wakati. Acha tutoke hapo kwa sababu kuna tatizo lingine ambayo imeitwa mtoto na simu kwa shule. Unaona? Mtoto na simu kwa shule, mtoto na shule kwa simu. Kuna wakati fulani mtoto wako kwa shule, unaona? Mwalimu akifundisha, alafu inawezekana pia kuna siku pia mwalimu aliamka vibaya, yani alivaa vibaya, au kwa simu wanaanza kuandikiana message. Wanamshika wao kwa shule, anamshika mwalimu picha, anaanza kusukumia wenzake wako nje, sema mwalimu iko hivi. Alafu wewe mwalimu yuko anafundisha huko, lakini watoto wako wanakucheka hapa, hawako na wewe, unaona? Sasa wewe mzazi utakuwa hapo, unaona pia. Naona tatizo si wewe, unaona? Sijui mnasemaje hapa, acha tuanze kwanza Dada Rema hapa. Hiyo mambo ya shule naona ni discipline ambayo pia mtoto anaweza kuibeba, ni mafunzo. Mtoto alipofundishwa nyumbani ataenda nje ya dunia, atapeleka ile picha alifundishwa nayo nyumbani. Najua ndio wakifika shule watoto wanaambukizana ujinga. Na umri wa miaka 8 ni rahisi mwingine kumtia kwenye ujinga. Lakini tunatakiwa tuwe macho. Watoto wakirudi shule tunawaulizia, shule iliendaje leo? Mambo yalikuwaje? Mtoto wa miaka 8 ukimsogelea karibu, ataanza kukuambia hata hivyo vituko vilivyotokea. Sasa akikwambia, baada ya kumwambia wewe, unaanza kumpiga, unamvuta karibu, unazidi kumuelimisha kidogo kidogo, anakuwa rafiki yako, unamuelewesha, utamtoa kwenye ujinga. Ukimtisha na kwanza kumpiga kama tulivyofanya na wazazi wetu sisi, utaona mtoto hata kwambia tena mambo yake. Kwa hiyo anavuruga dunia huko nje, wewe bila mzazi kujua. Yani unajua Mswahili kasemaje hapo? Hapo sijui siku kabisa siambatana naye sana unajua. Basi tuko ngoma baba. Sababu ye anavyoongea pale, anaongelea zaidi, anawaza huku sana. Anafikiria huku Europe zaidi. Basi piga huko. Lakini sisi tunawaza pia huku kwetu Afrika. Unajua watoto wetu wa Afrika akili zao aziko tu sawa kabisa na watoto wa huku, unajua. Ni kweli malezi tofauti. Mtoto wa kwetu anaangana na ile uoga kidogo ya wazazi, unajua. Lakini wa huku, mtoto wa huku sasa hapo ukisema eti umuingilie polepole kama vile unakomalisha virus ambayo iko ndani ya kichwa ya mtoto. Kwa hiyo ungefanyaje? Mimi kibinafsi, uko na mtoto wa miaka 8 anafanya hivyo vituko, utafanya kwa shule itakuwaje? Utamnyang'anya simu, kama mpivu na wewe pana mawazo yako kinyume basi. Kinyume pale mimi nitajaribu kumnyang'anya hiyo simu. Nitajaribu kumnyang'anya, niangalie kama ataendeleaje. Utajuaje kwamba ameenda kufanya michezo ya shule? Kama ni michezo, unaona huyu mwalimu ambao tunamtumia mtoto kila mara kule somoni. Iko na hiyo kazi, sio kwa wale watoto wetu watapata hiyo kazi. So inaomba sio wazazi pia tunakuwa na uwasiliano na walimu ya watoto wetu, sawa? Kwa sababu ule mwalimu wakati iko na huyo mtoto kule, yeye ni kama mzazi ule mtoto. So inaomba pia kuwa nafuatilia ule mtoto, mambo yake yote ile
tunajaribu kusaidiana. Hawafanyi hivyo walimu hapa. Wanakwambia mzazi afanye yeye kazi yake. Kuna kitu kimoja pia naweza nikamuongezea mtoto wa Mungu, yani mfalme. Ni kitu cha muhimu sana. Unajua wakati mwalimu kafunza, mwalimu anageuka ubaoni kaandika ubaoni, unaona? Yani nyuma ya mwalimu kuandika ubaoni, haoni kitu fulani watoto wanafanya nyuma huko, unaona? Unaona? Ni kitu dada naongea hapo, unajua? Sisi mahali tumetoka kuna vitu viwili ambacho vinabania sana. Kuna madibisho ya nyumbani na kuna madibisho ya environment. Yani hiyo influence ya environment inakuwa na uzito sana kuzidia ya nyumbani. Kwa sababu mtoto ana saa ndogo nyumbani kushindia marafiki. So, wakati amechukua hizo picha wako wanafanya mambo kama hizo, nafikiria mwalimu hakuona. Kwa sababu wako wanamcheka ni mwalimu na hawapate mafunzo. Sasa sijui wote mwalimu mtawasilianaje hapo. I don't know watafanya je. So unaona hapo ndio maana nisema basi vizuri mzazi nyang'anya mtoto hiyo simu. Are you sure uko sure kama hapa mahali tunaishi? Wewe mzazi uliona ilikuwa kitu cha muhimu sana mtoto wako atumie smartphone, atumie kitu fulani kusudi asijisikie iko chini ya wenzake kwa shule. Alafu baada ya hiyo nenda ukamnyang'anye simu, sawa? Kwa heshima kwa kupatia simu hiyo. Ukafikiriaje kwa shule atakuwa kishikamata aje kwa mechi ya wenzake? Wakati mwingine hivi Mswahili mtoto wa Mungu, unajua wakati mwingine ukipatia mtoto punition nini tena malipizi, yani ukimpatia mtoto malipizi sio vizuri adhabu. Sio mzuri umpatie tu adhabu hapo muachilie. Vizuri unamuonesha kosa kubwa ile ambayo inatuma unamnyang'anya kitu ile. Kwa sababu ile wakati utampatia unamnyang'anya, ile wakati atabakia kule abaki kunajifunza hiyo neno ulimpatia juu ya malipizi. Sasa mimi na swali moja bado narudi kwa mfalme hapa. Sababu mfalme ameniambia kitu kimoja kimenishtua, nataka ukijua zaidi. Unamkatiza. Samahani mzee, tumeingia kwenye kipindi chako kitu tunaomba nafasi. Ni sisi wote tunaongea kwa sababu jamaa alisema mtoto wa Kiafrika sio sawa na mtoto wa hapa. Nataka tujue. Ndio aliponiambia mimi nachukulia watoto hapa. Sio sawa na mtoto hapa kwa sababu mimi sioni, naona mtoto ni mtoto. Hata na mimi siona tofauti. Mwanadamu ni mwanadamu. Una maana gani? Hawana miguu nne hao. Nataka kujua na maana gani. Waafrika wana miguu mbili hao. Nataka kujua. Haya basi sio hivyo man. Unajua watoto wote yuko sawa ndio. Sio najikosoa dad. Nondo mimi sizikosoe pale, ningali tu kumstari mpaka pale. Lete maneno. Fanya kazi. Watoto wote yuko sawa na maisha mtoto ni mtoto sawa. Alafu sasa tabia za watoto zinapishana. Tabia zote haziko sawa sawa. Ndio pana kuonyesha kama tabia ya mtoto wa Afrika ndio yuko na zile tabia chafu, lakini hapa tunaongelea mambo ya simu ama tunagusia education. Sasa watoto wa kizungu hawana tabia chafu. Hawana tabia chafu kwa sababu nasema sisi watoto wana tabia chafu. Mimi sikusema kwamba watoto wa Afrika tu ndio yuko na tabia chafu. Watoto wote yuko na tabia. Wewe unaona tatizo lako liko jinsi gani ya kuwanyoosha watoto wa Afrika wananyoshwa vingine na wazungu wananyoshwa vingine. Sio hiyo? Kutokana na simu. Utawanyoshaje watoto wa Kiafrika? Unajua dada Rema. Unajua hapa kwetu sisi Afrika nimefika kimo ya juu ya 10 miaka 10 juu ya miaka 10 nimepigwa fimbo unajua. Ulikuwa unaishi wapi hapo? Afrika. Sasa hapa mtoto wa miaka 10 wa hapa utamchapa fimbo? Hapa hutamchapa. Itakuwaje sasa? Hapo ndio ninaendea hapo. Unaona? Sasa hapo kuna kweli kitu wanasema sijui ni lua. Sheria iko hapa nasema usipige mtoto ama usipige mwanamke ama unaona? So ile kitu ile wakati mtoto anakomana anajua kama hata nikifanya kosa hapa abata nipiga. Yaani unafikiria kama sheria ya kupiga watoto ni mbaya? Unafikiria kama kupiga inadibisha kweli? Inadibisha lakini sio sana, usipige sana, Lakini Biblia pia inasema usimwe mtoto fimbo, sawa? Basi endelea baba. So kama unaona mtoto wa huku wakati anakomaa iko ile kitu mkichwa kusema kama mimi hata nifanye kosa hivi akitaka kunitombokea mimi nikiamka yeye atashuka, mzazi atashuka, mimi nikipanda, sawa unaona? So mtoto anakomana na hiyo akili ni akili chafu. Kwetu sasa difference hapo iko mtoto anajua ukifanya kosa iko na kiboko. Kwetu ilikuwa na fasi manjanja bantia kiboko fimbo moja hivi ya mneno unajua. Ilisaidia. Wala ilisaidia. Unafikiria pia ilikuwa na ubaya? Ilikuwa na uzuri. Sasa nauliza kitu kimoja, mmeongelea kuhusu simu, smartphone. Mnaona ubaya
kuwanunulia watoto wenu simu za bei rahisi kwa sababu wasiwe upweke. Yaani wasiwe nyuma ya fashion. Wasiwe nyuma ya fashion, tunaona? Wasiwe nyuma ya fashion watoto wenu. Basi kama mnaweza kufanya kitu hicho, kwa nini sasa mnataka kwa nini sasa kama mnataka kweli watoto wenu wasiwe nyuma ya fashion, wawe pamoja na kwenye hii model life kama watoto hapa wa kizungu na wenyewe wawe juu? Sasa mbona nyie mnasema mzee na kurudia, mbona unasema watoto wetu inabidi wachapwe fimbo? Kama kwa hiyo mnawalea tofauti na wale wazungu, hapo mshawaweka tofauti. Wakienda shule watasema, mimi nilichapwa, unachapwa. Sisi hatuchapwagi. Pale tayari wako tofauti. Wanakuwa na tofauti. Kwa hiyo bado tuko kwenye kazi hapa. Kazi ipo man, unajua. Sasa unajua kitarema na kitu kizuri inabidi tufungulie kabisa. Kwa sababu hiyo kuchapwa pia inaleta mtoto complex kwa shule. Basi tufafanulie hiyo kuchapwa na kuongea mambo ya simu kabisa. Naona kwa sababu tunabania sana mambo ya simu. Hiyo ukimchapa unamweka chini. Ukimnyang'anya simu unamweka chini. Tufanyeje? Kumnyang'anya simu kumweka chini? Kwa sababu akienda shule hana simu smartphone na ataulizwa kwa nini umefanya kujaleta simu, nimefanya fujo, ataacha fujo kwa sababu anataka ile simu, ataacha fujo. Hiyo ndio kiboko hiyo. Hiyo kufanya check ndio. Kumnyang'anya simu ndio adhabu kubwa na kufunga internet ndio adhabu kubwa. Ndio, ni adhabu kweli kweli. Ni kusema kama mnafikiria pia yani simu ina mafaa yake kwa mtoto wa chini ya miaka 8 na ina pia na ubaya yake. Chini wa miaka 8 hajui anajua kusoma na kuandika. Kama hajui kusoma na kuandika anatakiwa ile Nokia ile inayosema tena la yani inaitwa 3210. Ile Nokia kama hajui kusoma na kuandika smartphone ya nini? I think mfalme unajua dada, yani tuko na msanii mkubwa hapa, yani tuambia mtoto wake anatumia simu tayari kwa miaka 2. Ni kweli. Wamechanganyikiwa utoki siku hizi. Wanaweza kuslide kutafuta play games zao kwenye hizi na iPad. Ni kweli. Unajua ule mtoto nimewahi kufasiria tena wasikilizaji wa Swahili Talk Radio kwamba Michael ni mtoto ambaye mambo ya spila sana tu, kama ni mambo ambayo anafanya kwenye simu haiko ya kimo yake, sawa? Hata nimekuambia kama ana image film movie ambayo yeye mwenyewe anatia kwenye YouTube. Mimi mwenyewe nakuta mtoto anatia kwenye YouTube. Unaona, hiyo yote ni mambo ambayo unakutana ni kweli inaweza kuwa inasaidia mtoto ama pengine inakuwa inamharibu. Haimharibu, unajua ni maendeleo, haimharibu. Tatizo ni moja kwamba kule nyumbani kwetu tunaambia usifanye, acha hivyo vitu vya wakubwa, acha hivyo, kwa sababu maendeleo internet ujanja. Kama mtoto ana knowledge unaona anaenda njia hii anaipenda, unamsimamia, unamsaidia, unamuongoza. Ni kipaji. Toka lini mtu unamtoa mtu kwenye kipaji? By the way, kama nawafuata vizuri unaongeza, yani unasema mtoto wako anatumia simu chini ya miaka 2, cha kwanza ni kuspila na kuperform technology. Kama vile Darema pia anagusia, anasema ni kipaji, hatuwezi kaima mtoto kipaji. Yani kwa kufuata vizuri kwa namna mnaongea hapa kwenye studio, ni mnarudisha tena ni wazazi responsibility ya kujua kumanage mtoto. Yani nikiwafuata vizuri mtafuta kunikubalisha mimi mtoto wa Mswahili kama kila kitu kama ya matumizi ya simu haikosa nyingi, sio kwa mtoto lakini kwa namna mama na mzazi anamanage na mtoto. Kweli kabisa, kwa sababu kitu kimoja lazima, kama sisi wazazi wa Kiafrika. Mimi najua wazazi wengi wa Kiafrika. Sijui kama wanajua kwamba ukiwa na internet ndani ya nyumba unaweza kufanya parent system, yani parent security. That is a new thing, so unaweza kutuambia ni kusemaje? Mimi sijui kwanza. Ni system ambayo ukiwa kwenye watoto wakiwa wanaruhusiwa wakiwa na umri mdogo wanaingia kwenye internet, kuna mambo mengi. Kuna pedophiles. Wale watu wanaotaka kufanya sex na watoto wanajiweka wazi kwenye internet. Na ndio mambo tuko tunagusia hiyo. Hayo maneno. Sasa mzazi anapaswa awe na security pin ambayo mtoto akienda kwenye page hizo mzazi wa kwanza ndo anaona mzazi. Atafanyaje kusudi afanye hilo? Kumsimamia mtoto, kuna wasimamia. Kwa hiyo kishajua vile unawaambia angalieni huku kwenye picha. Sasa ingine unajua wako, sasa ingine unakuta baba wa miaka 50 anaweka picha yake kwenye Facebook, anajiita kijana wa miaka 20, anatafuta picha miaka 20 ya mtoto 20. Alafu yule mtoto anachat, anajua anachat na kijana mwenzie, anaona amepata mpenzi, anadanganyana. Yule ataona, atamwambia hebu nionyeshe maziwa, fanye vitu kama hivyo. Watoto wetu kwa sababu hatuwasimamii kuambia kizuri na kibaya, wengine sisemi watu wote, hatujui wanaingia kwenye page gani kwenye internet. Hivyo vitu vitawafanya mara wanaenda kukutana na vitu vingine vya hatari kwa sababu hatuko wazi. Kuna baba Mwafrika anaongea na binti yake kwamba kuna pedophile,
kuna watu watakufanyia hivi yuko. Ni mila yetu hiyo. Unajua hata kuna wao ni wachache sana. Si mila yetu. Ni wachache. Sijawahi kuongea na baba yangu kuhusu vitu hivi. Ni wachache, lakini saa zingine mtu kama mimi nilipata hiyo bahati, nilikuwa mchanga sana, yani baba yangu alikuwa mtu anaongea ni kila kitu kwa jina lake. So baba na watoto wa kiume wanaongea. Hatuambiwi. Sijui nasema mimi mwanaume. Lakini kuna kitu naongea sana dada Rema, kwa sababu studio yetu ya Swahili Talk Radio na kipindi chake kulala kinafunza watu usiku na mchana. Kuna kitu unabania sana ambayo pia kinaweza kusaidia watu wengine. Anasema kuna namna fulani ya tunaweza tukaweka code fulani kwa simu ya mtoto, kwa sababu hata mtoto alikuwa na smartphone ni wewe mama unalipa. Sasa wazazi wanaweza kufanyaje kusudi wako wana control simu za watoto ijapokuwa mahali walipo, unajua mtoto anataka kuingia mahali fulani, unaweza kufanyaje? Kwanza kwa sababu mtoto akiwa mdogo mzazi inabidi umkubalie, kwa sababu kitu kama Facebook. Mtoto akiwa under age hawezi kufungua Facebook. Watu wanaenda kufeki, wanajipa miaka ya juu, wanafungua Facebook. Nakubali na wewe. Kwa hiyo wanapofanya vitu kama hivyo tayari hicho ni kitu cha kwanza, unamruhusu mtoto kudanganya. Kwa sababu ni uongo wa kwanza. Na wewe mama you are friends na mtoto wako unafungua kudanganya. Hapo unaleta kesi ya uongo. Mtoto wa kwanza kajifunza na wazazi wamemkubalia, ataendelea kudanganya. Umenielewa? Na sasa akiwa na ule umri wa Facebook, lazima watoto wengine hawataki kuwa marafiki na wazazi wao. Kwa nini? Mimi niko na binti wa miaka 15, naambia unafungua Facebook, yuko na Facebook. Lakini mimi lazima niwe rafiki yake. Naye pia alifungua na hajakuwa na miaka 18. Alifungua toka na miaka 14. Ukafanyaje? Nikamwambia lazima tuwe marafiki. Na ukajua kama huko kuna. Akaniambia wenzangu wote shule hawana marafiki. Hapo sasa. Hawana marafiki na mama zao, ni pili, ni aibu. Nikamwambia sasa utafungua. Kuna siri gani? Kuna siri gani? Hapo unataka kufanya vitu gani? Hapo. Mpaka tuwe marafiki utafungua. Kwa hiyo ili nimfuatilie, akiweka picha ya tarehe 5 naambia hii toe. Sasa mpe sasa. Unajiletea hatari peke yako. Hii toe. Mara wameweka picha, wameweka midomo nje, ulimi nje, naambia hii toe hii, utajiletea watu ambao watawaza vitu vibaya hapa. Toa hii. Yaani wasikilizaji wetu wapenzi, tunajua mko mnafuata kidogo kidogo, mko mnasikiza kisi mambo yako yanaenda, unaona? Yaani inawezekana. Na yote inawezekana. Na wazazi wanaweza kwa ongezi, kwa sababu ongezi ni nguvu na waza niyo Rema niyo msanii. Kwa sababu hiyo kitu tunasoma saa hizi ni kusema kama kwa experience Rema anasema mtoto wake kafungua Facebook miaka kidogo sana. Lakini alijua kummanage, unaona? Alijua. Unaona? Sasa wewe unafanyaje? Kwa nini kalialia? Kwa nini usiongee na mtoto? Yaani kama kuna lizo fulani, piga simu kwenye studio yetu ya Swahili Talk Radio kwa kipindi chetu hakuna kulala. Number is 914603332. Basi tuendelee na kazi zetu. Piga simu katika 91460332 Swahili Talk Radio. Mnapewa namba kwa Kifaransa sasa. Mesdames et messieurs, voici le numéro que vous pouvez appeler non seulement 9 1 4 6 0 3 3 2. Je répète 9 1 4 6 0 3 3 2. Swahili Talk Radio na kipindi chenu hakuna kulala. Leo tunaongelea mada inaongelea kuhusu matumizi ya simu chini ya watoto. Yaani tunasaidiana na tunaonyesha pia kama na tukifuatana pia na experience za wazazi tuko nazo hapa, kama dada Rema iko na mtoto wa Mungu. Wako wanatuonyesha namna gani tunaweza kusaidia watoto wetu kuhusu matumizi ya simu. Yaani tusiwaime simu, lakini tutumike nao pia kwenye simu. Tuwasaidie ili wasitumbukie, kwa sababu tuko kwenye mji, kuna maibilisi, kuna mashetani humu mjini. Kasemaje hapo mtoto wa Mungu? Unajua hapo cha kusema ndio kiko. Unajua hapo kwenye dada aligusia hiyo namna technology. Unajua ile kitu anasema kama mzazi anakuwa na ilikuwa unasema ni anakuwa na pin code ya security. Mzazi security ya wazazi iko. Unajua kuna wazazi wengi mpaka sasa hawaelewi ile kitu. Saizi wameipata tayari. Hapa wameipata.